Karibu mpendwa msikilizaji, tutafakari masomo yetu ikiwa leo ni Dominika ya 5 mwaka C mwaka wa kanisa. Anayekuletea tafakari hii ni mimi Padre Abias Mkwetu Tadeo, misionari wa damu takatifu ya Yesu. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 14, aya 21b hadi ya 27. Paulo na Barnaba wakarejea mpaka Listra na Ikonio na Antiokia, wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Na walipokwisha kuwachagulia wazee katika kila kanisa na kuomba pamoja na kufunga, wakawaweka katika mikono ya Bwana waliyemwamini. Wakapita kati ya Pisidia wakaingia Pamfilia, na baada ya kuhubiri lile neno katika Perge, wakatelemka mpaka Atalia, na kutoka huko wakaabiri kwenda Antiokia. Huko ndiko walikoombewa neema ya Mungu kwa ile kazi waliokwisha kuitimiza. Hata walipofika wakalikutanisha kanisa, wakawaeleza mambo yote aliyoyafanya Mungu pamoja nao, na ya kwamba amewafungulia mataifa mlango wa imani. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili linatoka katika kitabu cha Ufunuo, sura ya 21, aya ya kwanza hadi ya 5a. Siku ile mimi Yohane niliona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake. Naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi katika macho yao. Wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, na yafanya yote kuwa mapya. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na Injili inatoka katika Injili ya Yohane, sura ya 13, aya 31 hadi ya 33a na aya 34 hadi ya 35. Karibu tusikilize Injili. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako, Bwana. Yuda alipokwisha kutoka, Yesu alisema, sasa ametukuzwa mwana wa Adamu, naye Mungu ametukuzwa ndani yake. Mungu naye atamtukuza ndani ya nafsi yake, naye atamtukuza mara. Enyi watoto wadogo, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi. Amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa wa msikilizaji, karibu tutafakari masomo yetu leo. Kwanza tuanze kwa kumshukuru Mungu aliyetulinda wiki nzima. Tumshukuru Mungu aliyetupenda na kuwa tayari kukaa nasi katika maisha yetu pale tunapoendelea kupendana sisi kwa sisi. Tumombe msamaha pale tuliposhindwa na tukaenda kinyume na mapenzi yake, hasa kwa kushindwa kuishi vema amri ya mapendo na tukaishia kuwaumiza wengine, kuwabebesha mizigo mizito wengine, ikaishia kuwaletea majeraha. Masomo yetu, somo la kwanza. Somo hili linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 14, aya 21b hadi ya 27.
Sehemu hii ya kitabu cha Matendo ya Mitume inaonyesha mafanikio ya Paulo na Barnaba katika safari yao ya kwanza ya kimisionari kwenda kwa watu wa mataifa. Kutoka katika somo hili tunatafakari mafundisho makuu manne. Fundisho la kwanza, ujasiri katika uinjilishaji. Mpendwa msikilizaji, Mtume Paulo na Barnaba walionyesha roho ya uthubutu na ujasiri kuwaendea watu wa mataifa, watu wapagani wenye imani na desturi zao. Pamoja na kwamba haikuwa rahisi kutokana na kupigwa, kukataliwa, kufukuzwa na kupigwa, lakini walibaki imara. Uimara wao unachangiwa na nguvu ya Roho wa Mungu aliyekuwa ndani mwao, lakini pia utayari wao wa kushirikiana na neema hiyo ya Mungu, kama anavyotufundisha Mtakatifu Agustino kuwa neema ya Mungu haiwezi kufanya kazi ndani yetu kama hatuko tayari kushirikiana nayo. Kumbe, Mtume Paulo na Barnaba wanatufundisha kuwa tukitenda pamoja na Mungu tutafanikiwa na kushinda, kwani ni kazi yake mwenyewe. Kupitia umisionari wa Paulo na Barnaba tunajifunza mafundisho makuu mawili ya namna ya kuinjilisha. Fundisho la kwanza, uinjilishaji unadai mambo makuu matatu. Jambo la kwanza ni kutafuta wafuasi wapya. Mpendwa msikilizaji, uinjilishaji unadai kuwakaribisha watu wote katika neema ya Mungu, kubatiza na kuwafundisha njia iliyo sahihi ya wokovu. Fundisho la pili ni kutunza waliopo na kile ambacho tayari tumekipata. Katika uinjilishaji, pamoja na kwamba tunatafuta wafuasi wapya, hatupaswi kutafuta tu wale ambao ni wapya kama hatutakuwa tayari kuwatunza wale tulionao, wale waliopo, na kuwahudumia na kuwalea. Uinjilishaji unatudai kuendelea kuwalisha neno la Mungu, sakramenti, kusikiliza, kuwashauri, kuwatia moyo na kuwafariji. Lakini pia uinjilishaji unatudai kuwainua wanaoanguka. Mtume Paulo na Barnaba wanapowateua wazee na kuwaombea Roho Mtakatifu, lengo lao ndilo hilo, kuwalea Wakristo wapya. Hata katika maisha ya kawaida, kama mtu hajali na kutunza kile anachokipata au kile alichokwisha kukipata na kutafuta kipya tu, maendeleo kwake ni ndoto. Tena zinaweza zikawa ni ndoto za mchana na kushindwa kufikia mafanikio yake. Kwa hiyo siku ya leo Mtume Paulo na Barnaba wanatufundisha kuwa katika uinjilishaji wetu, katika maisha yetu ya kiimani ya kila siku, tunapaswa kuendelea kuwatunza, kuwahudumia na kuwalea wale ambao tayari tunao, ili wasikate tamaa na kurudi nyuma, kazi yetu ikawa ni kazi bure. Fundisho la tatu ambalo Mtume Paulo na Barnaba katika misionari wanatufundisha ni kuwa tunapaswa kufufua imani kwa wale walioanza kuchoka. Uinjilishaji si tu kutafuta wafuasi wapya, bali pia kuwaimarisha walioanza kuchoka kwa sababu ya matatizo na sababu nyingine. Tutawaimarisha na kuwainua kwa kuwatembelea walegevu. Wapo wanachama wenzetu tulioshirikiana nao katika chama chetu cha kitume waliorudi nyuma, lakini pia wapo wanajumuiya wenzetu waliorudi nyuma. Wapo wanashirika wenzetu katika mashirika yetu ya sala. Hivyo tunaalikwa na kupaswa kutenga muda na kuwatembelea ili tuweze kuwainua tena. Katika uinjilishaji, Mtume Paulo na Barnaba wanaendelea kutufundisha kuwa uinjilishaji unadai ujuzi na sadaka. Ili tuweze kuinjilisha vizuri, lazima tutambue, lakini pia tuwe tayari kujitoa sadaka. Mtume Paulo na Barnaba walitambua uzuri wa kazi waliokuwa wanaifanya. Ndiyo maana wakakubali kupitia katika maeneo hatari, kuteswa na kudhalilishwa. Utume wao haukuwa rahisi, ila uliwadai sadaka na uvumilivu mkubwa. Kwa Paulo, mateso haya yalikuwa kitu kidogo akilinganisha na uzuri wa kazi aliyokuwa anaifanya. Paulo alijidai na kujivunia kuwa amefungua mlango wa imani kwa watu wa mataifa. Wapagani wanapata wokovu kupitia jasho lake, na Mungu wa kweli
anatambulikana kwa wapagani kupitia sadaka yake ya maisha na majitoleo yake. Baada ya mateso makali, kwa ujasiri Paulo anasema, imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Hii ni sentensi ya mtu anayejua anachokifanya ni nini, na pia mtu ambaye anajua anatafuta nini. Hapa tuna mambo mengi ya kujifunza na kutafakari. Mosi, uzuri wa kazi ile njema tunayoifanya unatusukuma kufanya zaidi kama tutautafakari na kuona umuhimu wake. Tendo lolote au kazi yoyote njema tutakayoitenda au tutakayoianzisha, tukiitafakari hatuwezi kuchoka kuiendeleza au kuisimamia, hata zikitokea changamoto au hali za kukatisha tamaa. Kumbe, uzuri wa kazi, umuhimu wa mafanikio yake, unatusukuma kutenda zaidi. Kama kuna muda tunakata tamaa na kulegea kutenda jema, pengine ni kwa sababu hatujatafakari uzuri wa kile tunachokifanya. Paulo mtume atuombee ili tusimame imara katika yale mema tunayoyatenda. Pili, kazi njema inadai sadaka na majitoleo. Mpendo wa msikilizaji, sadaka ya kweli ni kutoa kwa hiari kile kilicho halali yako kwa ajili ya manufaa ya mwingine au wengine, hata kama we mwenyewe haufaidiki moja kwa moja. Kinachochochea sadaka ni uzuri wa kile kinachoenda kufanyika kama matunda yake. Yesu alikubali kutoa mwili wa kibinadamu afanane na mwanadamu isipokuwa hali ya dhambi. Alikubali kuchoka kwa kuzunguka huku na kule na kutukanwa na mwanadamu huyo huyo, na mwisho akafa msalabani, si kwa sababu yake mwenyewe, bali kwa sababu ya uzuri wa kile alichokusudia kukifanya, yaani wokovu kwa mwanadamu. Paulo na Barnaba wanaendelea na utume pamoja na mateso walioyapata, si kwa sababu ya wokovu wao wenyewe tu, kwani tayari walikuwa na imani na walikuwa wanamjua tayari Mungu. Kwa kuishi imani hiyo wangepata wokovu, lakini walifanya hivyo kwa sababu walitambua uzuri wa kuongoa roho za watu wengine. Nasi katika nyakati zetu kuna kazi njema nyingi zinazodai sadaka yetu. Sadaka ya muda kwa kusikiliza, kushauri au kushiriki katika tukio hilo, mfano maendeleo ya jamii, kanisa na hata matukio ya wenzetu. Lakini pia kuna matukio ambayo yanadai sadaka ya nguvu zetu, sadaka ya mali zetu, sadaka ya ujuzi na maarifa yetu, ili kutetea na kusimamia haki, uelewano na upatanisho. Mpendwa msikilizaji, uinjilishaji ni kueneza Injili. Injili ni habari njema inayoleta wokovu. Habari njema mara zote inaleta furaha, amani, uponyaji na faraja. Ili kuleta hayo, inamdai mtu atoe sadaka, kujizuia mambo binafsi ili kuweza kusimamia yale mambo ya kijamii, mambo ya kijumuiya, mambo ya kanisa na umma. Basi tumwombe Mungu atusaidie tuwe tayari kutolea sadaka ya muda, sadaka ya nguvu, sadaka ya mali zetu, lakini pia sadaka ya akili, uelewa na ujuzi wetu kwa ajili ya kuwainua wengine na kuwaongoa watu wengine. Fundisho la pili tunalolipata kutoka katika somo letu la kwanza ni umuhimu wa kushirikisha karama na huduma. Mpendwa wa msikilizaji, kazi njema asili yake ni Mungu, hivyo inapaswa kurithishwa. Paulo na Barnaba wanateua wazee ili waendelee kulea makanisa walioyaanzisha. Wanashirikisha utume wao kwa wengine bila kinyongo wala wivu. Wanasukumwa na moyo wa upendo na ubora wa kazi iliyokuwa inapaswa kutendeka. Uhitaji wa utume na mazingira unafanya Paulo na Barnaba waone umuhimu wa viongozi warithi wa majukumu yao. Hapa wanatufundisha kuondoa moyo wa ubinafsi, kung'ang'ania madaraka, kujibebesha nafasi nyingi za madaraka ambazo pia zinaweza kufanywa na wengine, kuwa tayari kushirikisha vipaji na karama tulizopokea kutoka
kwa Mungu. Lakini pia kutoka katika somo la leo tunajifunza utayari wa kurithisha nafasi, lakini pia njia za kushirikisha nafasi hizo au kurithisha nafasi hizo na karama. Tunapaswa kurithisha nafasi hizo kwa njia ya amani, kuangalia uwezo na utendaji wa mtu pasipo kuangalia upendeleo au ubaguzi. Tunajifunza kuwa nafasi zinarithishwa kwa uhuru na uwazi. Paulo na Barnaba waliwateua wazee hadharani na mbele ya kanisa. Hivyo hakukuwa na uficho wowote ambao ungeleta maswali mengi. Nasi tunajifunza katika nafasi zetu, tunapotaka kumteua kiongozi, tunapotaka kupata kiongozi ambaye atatusaidia katika majukumu fulani, lazima kuwe na uhuru, lakini pia kuwe na uwazi. Kingine ambacho tunajifunza kama njia ya kurithisha majukumu au nafasi za madaraka ni lazima kumshirikisha Mungu. Mtume Paulo na Barnaba, pamoja na kwamba waliwafahamu watu wale, lakini walisali kumwomba Mungu aweze kuwaongoza kuwapata wazee wenye busara na hekima watakaobaki na kundi ili waweze kuisimamia imani ile ambayo walikuwa wameifundisha. Kumbe nasi katika chaguzi zetu, katika maamuzi yetu, tunaalikwa kumshirikisha Mungu katika yale ambayo tunayatenda. Fundisho la tatu ambalo tunalipata kutoka kwenye somo letu la kwanza ni nguvu na uzuri wa kusali. Katika somo letu la leo tunaona Paulo na Barnaba wakisali ili kuwapata wazee watakaobaki wanasimamia imani na makanisa waliokuwa wameanzisha. Wanawekea mikono, kuwakaribisha katika utume na kuwaombea Roho Mtakatifu. Wanamshirikisha Mungu katika maamuzi yao na wanawakabidhi wale waliochaguliwa mikononi mwa Mungu ili aweze kuwaongoza. Mpendwa msikilizaji, kitabu cha Matendo ya Mitume kinatoa na kuelezea umuhimu wa sala katika maisha ya mfuasi wa Kristo. Kwanza, sala inapaswa kutangulia kabla ya kufanya chochote. Sala inatangulia kabla ya kuanza utume. Tunaona mitume wakiwa na mama yetu Bikira Maria walisali siku 9 ambao ni novena ili kumpokea Roho Mtakatifu atakayewaongoza katika utume wao wa kumshuhudia Kristo. Tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 14. Lakini pia mitume na wafuasi wa mwanzo walisali ili kumpata mrithi wa Yuda Iskariote. Tunayasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 aya 21 hadi ya 26. Walimwomba Mungu ajuaye mioyo na mawazo ya watu wote awasaidie kumpata mrithi sahihi wa Yuda Iskariote ili abebe hadhi na jukumu la kitume. Katika nyakati ngumu na madhulumu, wafuasi wa Yesu walisali kuomba ujasiri wa kubaki imara katika imani yao na kuomba msaada wa Mungu dhidi ya maadui wao. Tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 aya 24 hadi ya 30. Ili kuweza kuwapata watumishi na kuwaweka katika huduma ya utumishi, usimamizi wa imani na mafundisho, wafuasi kwanza walisali. Tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 aya 6. Tujiulize, je, tunamshirikisha Mungu katika chaguzi zetu au katika maamuzi yetu? Katikati ya mateso mazito na makali, bado Stefano alisali kuwaombea msamaha waliomtesa, na yeye mwenyewe alijikabidhi mikononi mwa Mungu ili Mungu aweze kuipokea roho yake katika ufalme wake mbinguni. Tunayasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 aya 59 hadi ya 60. Nasi tunaalikwa kusali, kuomba moyo wa kusamehe, lakini pia tusahau kusali na kuomba kifo chema, tukiwa mikononi mwa neema za Mungu. Paulo na Barnaba walipokelewa katika utume kwa sala na kufunga. Kanisa liliwatuma kama wamisionari katika hali ya sala na mafungo. Tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 aya 1 hadi ya 3. Nao wenyewe wakawasimika wazee wa makanisa kwa sala na kufunga kama tulivyosikia kutoka kwenye somo la leo. Hivyo, sala ilikuwa ni muhimili wa maisha ya Kikristo tangu mwanzo, hasa pale walipohitaji mwongozo na msaada.
Tumombe Mungu kabla ya kufanya uchaguzi au maamuzi ili atushushie Roho wake Mtakatifu na kuziangaza akili zetu. Lakini pia hata hao tunaowachagua tuwakabidhi mikononi mwa Mungu ili awalinde, kuwatunza na kuwaongoza. Paulo na Sila walisali na kuimba tenzi kwa Mungu wakati wako kifungoni na milango ikafunguka. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 aya ya 25. Nasi katika maisha yetu tuna vifungo vingi. Tuna vifungo vya vilema vyetu vinavyoendelea kutufunga katika dhambi. Lakini pia wapo ambao tuna vifungo vya magonjwa, vifungo vya mahusiano. Hivyo tunaalikwa kumshirikisha Mungu katika vifungo hivyo ili aweze kutuondoa katika hali zote hizo zinazotutisha na kututetelesha. Mpendwa msikilizaji, mwisho wa utume katika eneo moja kabla ya kwenda eneo jingine, Mtume Paulo naye alisali. Tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20 aya 36. Nasi tunapaswa kumshukuru Mungu tunapoimaliza siku au kazi fulani. Na katikati ya safari, chombo kilipopata shida na changamoto, mitume walisali. Hapa tunamwona Mtume Paulo akisali baada ya merikebu yao kupasuka katikati ya bahari. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 27 hadi ya 29. Nasi kuna muda matumaini yanalegea au kukosekana kabisa. Tunayumbayumba kwa kukosa mwelekeo kwa sababu ya mahangaiko, mitikisiko katika maisha, familia, ndoa, maeneo yetu ya kazi. Hivyo tunaalikwa tusichoke kusali, kwa sababu mitume na walituonesha nafasi hiyo na uzuri wa kusali. Mpendwa msikilizaji, msisitizo huu wa sala katika kitabu cha Matendo ya Mitume unaonesha umuhimu na uzuri wa sala katika maisha yetu ya kila siku kama wafuasi. Kwa namna pekee, mwandishi wa kitabu hiki anaonesha umuhimu wa sala katika vipindi maalum vya kufanya maamuzi, vipindi vya mpito, mabadiliko ya maisha na changamoto. Lakini hatupaswi kusali katika nyakati fulani tu za changamoto au za furaha, ila maisha yetu yanapaswa kufunikwa na sala. Maisha yetu yanapaswa kujaa moyo wa sala. Wafuasi wa mwanzo waliachilia maisha yao kuwa ya kiibada. Tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 42. Hivyo sala ni njia ya Mungu kukamilisha mpango wake na kazi yake. Ni njia ya mtu kupata msaada na mwongozo wa Mungu. Sala ni njia ya kukabidhi mwisho wetu kuwa mwema. Na katika maisha yetu ya kila siku, sala ni njia ya kuunda uhusiano mwema na muunganiko ulio sahihi na Mungu. Fundisho la 4 ambalo tunalipata kutoka kwenye somo letu la kwanza ni kurudisha mrejesho kwa yule aliyetuma. Somo la kwanza la leo linahitimisha ziara ya kwanza ya kimisionari ambayo Paulo na Barnaba walifanya kwenda kwa watu wa mataifa. Wanarudi kwa kanisa la Antiokia lililowakabidhi katika neema ya Mungu na kuwatuma kwenda kufanya umisionari. Tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 aya 1 hadi ya 9. Ripoti wanayorudi nayo ni njema sana na tena ya kufurahisha. Wanaelezea changamoto walizokutana nazo. Mwishoni wanakiri wenyewe kuwa si kwa uwezo wao wamefanikiwa, ila ni neema ya Mungu imetenda kazi. Neema ya Mungu kwao haikuwa bure, kama asemavyo Paulo mwenyewe katika waraka wake wa kwanza kwa Korinto sura ya 15 aya ya 10. Mpendwa msikilizaji, hapa duniani sisi sote ni mahujaji. Kuna nafasi za utumishi tumekabidhiwa. Sisi sote ni wamisionari wa ujumbe wa Mungu. Baada ya maisha ya hapa duniani, yatupasa kurudisha ripoti kwa Mungu aliyetuumba na kututuma ulimwenguni hapa. Je, ni ripoti gani nitarudi nayo kwa Mungu? Wito wangu utanitetea mbele za Mungu au utakuwa sababu ya kuhukumiwa kwangu? Kazi yangu ninayoifanya leo itanitetea mbele ya Mungu au ndo sababu ya hukumu yangu? Maneno yangu au matendo yangu yatanitetea mbele ya kiti cha Mungu na kunistahilisha
kuingia kwenye mji mpya ambao somo la pili unaelezea? Basi siku ya leo tumwombe Mungu atujalie maisha yetu hapa duniani yatusaidie kufikisha ripoti iliyo njema mbele za Mungu. Naye atukaribishe akisema, vema mtumishi mwema na mwaminifu, ingia katika furaha ya Bwana wako. Injili yetu inatoka katika sehemu ya wosia wa Yesu kabla ya kifo chake. Injili ya Yohane sura ya 13. Maneno haya ya wosia Injili Yohane anayaandika kuanzia sura ya 13 hadi sura ya 17, ambapo anamalizia na sala ya Yesu ya kikuhani ya kuombea wafuasi wake na watu wote. Kutoka katika injili hii tunajifunza mafundisho matatu. Fundisho la kwanza ni misingi ya amri ya upendo kwa wafuasi wake. Katika injili ya leo, Yesu anawaachia wafuasi wake amri ya upendo. Upendo huu unalala katika misingi mikuu minne. Moja, kupenda kazi anayowaachia. Yesu alijua anamaliza muda wake wa utume wa hadharani, hivyo anawaasa wafuasi wake na sisi pia kuwa wakiipenda wataifanya kwa moyo mmoja pasipo kuchoka, kulalamika, kuogopa wala kukata tamaa. Wataithamini na kuwa tayari kuipigania. Hawatakubali ifie mikononi mwao, bali watakuwa tayari kuibeba hata ikiwadai sadaka kubwa na majitoleo mengi. Pili, kumpenda yeye aliyewatuma. Mpendwa msikilizaji, Yesu aliwaasa wafuasi kuwa wanapaswa kuwa waaminifu kwa Bwana wao aliyewatuma. Wanapaswa kuwa waaminifu kwa kulinda mafundisho yake, kuibeba kiu na hamu yake ya kuwafanya watu wote wawe wanafunzi wake, kama tunavyosoma katika Injili ya Mathayo sura ya 28 aya 18 hadi ya 20. Msingi wa tatu wa amri ya upendo ambayo anaachia wafuasi wake siku ya leo ni kupendana wao kwa wao kama wahudumu na watumishi wa kazi moja na wa Bwana mmoja. Wanapaswa kuondoa wivu kati yao, kuondoa moyo wa mapambano, kuondoa ugomvi na mafarakano. Wanapaswa kuondoa roho ya kushindana na kuamua kwa pamoja, kwa sababu nia na lengo lao ni moja, kueneza ufalme wa Mungu. Kwa kuishi hivyo, watafanikiwa katika utume wao na watawavuta watu wengi. Msingi wa nne wa amri ya upendo ambao anawaachia wafuasi wake siku ya leo ni kuwapenda wale wanaoenda kuwatumikia. Mpendwa msikilizaji, mitume walipaswa kuwa tayari kushirikiana nao, kutekeleza kiu yao ya kutaka kumwona Mungu. Wanapaswa kuthamini hisia na mitazamo yao pamoja na mahitaji yao ya kiroho na kimwili. Hiki anachokifundisha Kristo kinaondoa moyo wa ubinafsi na kujitazama mwenyewe, badala yake kuwa tayari kushirikiana. Fundisho la pili ambalo tunalipata kutoka katika injili ya leo ni kuwa upendo ni utambulisho wa uwepo wa Mungu. Mpendwa wa msikilizaji, palipo na upendo kuna amani, furaha, haki, uelewano na usawa. Hii ndiyo sifa ya Mungu na utambulisho wake. Yohane anatuelezea kuwa Mungu ni upendo. Anayependa anamjua Mungu, lakini pia anaishi na Mungu. Asiyependa hayuko na Mungu, lakini pia hamjui Mungu. Waraka wa kwanza mtume Yohane kwa watu wote, sura ya 4 kuanzia aya 7 hadi ya 13. Hivyo mpendwa msikilizaji, moyo wenye chuki, visasi, moyo uliojaa wivu, ugomvi, mafarakano, ukatili uko mbali na Mungu. Hivyo siku ya leo tumombe Mungu atujalie moyo wenye upendo, moyo wenye huruma na kujali, ili tuishi naye hapa duniani katika amani na baadaye katika ukamilifu huko mbinguni. Tuziombee familia zetu, jumuiya zetu na jamii zetu ziwe sehemu ya Mungu kukaa kwa kudumisha upendo. Fundisho la tatu ambalo tunalipata kutoka kwenye injili ya leo ni kwamba upendo ni utambulisho wa utumishi halali wa ufalme wa Mungu.
Mpendwa msikilizaji, sisi sote tunadaiwa kuwa na upendo katika matendo yetu ili kushuhudia uwepo wa Kristo katika utendaji wetu. Uzuri wa mafundisho tulionao, uzuri wa majina yetu ya Kikristo na taratibu zetu za kuishi havitoshi kutupa utambulisho kama upendo haudhihiriki na kuonekana katika maisha yetu. Hii ni kwa sababu upendo ndio unaounganisha na kutengeneza jamii. Marafiki ili waelewane lazima wapendane, wachukuliane katika hali zao, wasaidiane katika hali zao. Wanapaswa kuthaminiana na kujaliana. Hii ndiyo mizizi ya upendo na matunda yake ni furaha na matumaini kwa kila mmoja juu ya mwenzake. Tumaini haliwezi kuzaliwa kati ya wanajamii au marafiki pasipo kupendana. Je, ni nani anayemtumainia adui yake? Hakika haiwezekani. Hivyo tunapopendana tunajenga jamii iliyo njema na yenye mizizi ya furaha. Utumishi uliokosa au ukikosa upendo ni chanzo cha maumivu, chuki na majeraha kwa wale wanaotumikiwa na kuongozwa. Hii ni kwa sababu Mungu ndiye upendo wenyewe. Kukosekana kwa upendo ni kukosekana kwa Mungu na sifa zake njema. Kukosekana au kumwondoa Mungu ni kuondoa amani, furaha, tumaini na faraja. Kuondoa sifa hizo njema ni kukaribisha sifa nyingine na utawala mwingine ulio kinyume na Mungu. Huo ndio utawala wa uovu unaoeneza uovu. Utawala wa ubinafsi, wa kujitazama mwenyewe. Utawala unaochochea ukatili na unyanyasaji. Utawala wa rushwa, dhuluma na ukandamizaji. Kwa hulka na sifa hizo za utawala wa uovu, matokeo yake ni hasira, maumivu, majeraha na moyo wa kulipa kisasi. Hivyo, jamii au kikundi hakiwezi kuondokana na chuki na moyo wa kulipiza. Kumbe, upendo anaotufundisha leo Kristo akituomba tuishi ni dawa katika jamii zetu na vikundi vyetu. Ni chachu ya maendeleo na furaha. Si tu unatusaidia kufika mbinguni, lakini pia unatusaidia kuishi vizuri hapa duniani na katika jumuiya na jamii zetu. Somo la pili, somo linaonesha mbingu mpya, makao ya watakatifu, sehemu iliyotamalaki uwepo wa Mungu. Wale wote waliopitia dhiki kuu wanafutwa machozi. Hili ndilo tumaini lao wote walio tayari kutolea sadaka zao hapa duniani. Kile ambacho kwa macho ya kawaida kinaonekana ni bure na kupoteza wakati kuishi maisha ya kiimani, malipo yake ni katika mji huu mtakatifu. Haya ndiyo malipo ya utume wetu na jitihada zetu za kuinjilisha hapa duniani. Haya ndiyo malipo yao wote wanaojibidisha kuishi upendo hapa duniani. Basi siku ya leo, tumombe Mungu kwa huruma yake, atustahilishe kuingia katika furaha hii kamilifu isiyo na mwisho. Katika Dominika ya leo, tuwaombee wote wanaojibidisha kueneza habari njema, tuwaombee wote waliotolea maisha yao kwa ajili ya kueneza Injili. Tuwaombee nguvu na ujasiri wote wanaojibidisha kutetea haki za wanyonge, kupinga ukatili, wote wanaowasaidia waliotelekezwa na jamii, watoto yatima, wazee, wafungwa na maskini, ili Mungu azipokee sadaka zao na kuwastahilisha ufalme wa Mungu mbinguni usio na mwisho. Tushirikishane tone la upendo. Ulikuwa nami Padre Abias Mkwetu Tadeo, misionari wa damu takatifu ya Yesu.